Maida, jana Matulanga alielewa sana, nikafanikiwa kufanya ile kazi ulioniagiza. Nilikuwa nakusubiri hapo niambie nini kinafuata. Najua, ndio maana imekuwa rahisi mimi kuingia eneo hili. Unastahili adhabu juu ya yote uliyofanya. Kuanzia leo hutaweza kunyanyua kiungo chako chochote zaidi ya mdomo, na adhabu zingine zitaendelea kufuata mpaka mwisho wa maisha yako. Tafadhali Maida, usinifanye hivi. Naomba unisamehe Maida. Zara, nashukuru kwa kufanyia kazi yako. Nitakuja kuongea na wewe wakati mwingine. Nisaidie Zara. Nisaidie tafadhali, siwezi kufanya kitu chochote kile. Nakuchukia Matulanga. Kwa nini ulimuua babangu? Kwa nini Matulanga? Naomba unisamehe. Nilikuwa sijui kama yule ni baba yako. Wewe ni muuaji. Wewe ni mnyama mkali Matulanga. Nakuchukia na sikupendi hata kidogo. Kwa dhamira yangu. Naomba unisamehe. Na nakuhakikishia Mungu atalilipa katika hili Matulanga. Sone shoga yangu, umefanikiwa kutokako? Nilifanikiwa kufika, lakini baada ya kufika sikufanikiwa kumkuta Mwakatobe. Nikaulizia watu wake wa pale wa karibu, wakaniambia kuwa Mwakatobe ameenda kwenye matambiko yake, lakini hana ratiba kurudi leo wala kesho. Kiukweli nilijisikia vibaya sana, na hapa nilipo sijui nitafanyaje mwenzangu, ili akili za chifu zirudi kama zamani, maana tayari dawa zake zimeshaisha. Hapa Kani alikuja, amesema ametoka kwa chifu, kafukuzwa kama mbwa. Kani kafuta nini kwa chifu? Hivi ana akili kweli? Ina maana alishindwa kunipigia simu kujua mimi niko wapi? Amesema ulikuwa upatikani. Nilikuwa sipatikani kweli. Kwa sasa hivi una mpango gani? Sijakuelewa unamaanisha nini? Yaani utaishi wapi? Sadawa yako niulize mimi nitaishi wapi kweli? Mimi si rafiki yako. Ina maana baada ya kupata matatizo unashindwa kunistiri mimi mwanamke mwenzio? Kama utaishi na mimi, maji, kodi, umeme utachangia. Sada, unajua kabisa nimetoka kwa chifu, sijabeba kitu cha aina yoyote. Alinishtukia mapema mpaka nikashindwa hata kuiba pesa zake. Hiyo hela kuchanga mimi naitolea wapi rafiki yangu? Hapo shoga yangu sasa utajua wewe. Mimi nishamaliza. Umesema hiyo ni send off ama ni harusi? Sawa. Naam. Sasa bei zetu ni kulingana na unafanya shughuli yako lini. Maana Jumatatu tuna bei zetu, Jumanne tuna bei zetu, mpaka Jumapili tuna bei zetu. Lakini kuanzia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili huwa gharama inakuwa iko juu kidogo, lakini Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamisi kunakuwa kidogo kuna punguzo. Ndio. Basi sawa. Hii namba yako siko WhatsApp? Nitakutumia kila kitu hapo. Ina maana bei zetu, kila kitu nitakutumia hapo. Ndio.
Mimi na wewe tuwasiliane kesho muda kama huu. Haya, asante ndugu yangu. Asante sana. Niambie ndugu wangu. Mimi najisikia vibaya, baadaye nitasema tutaona kesho. Shida nini tena? Naona kama uchovu basi sielewi. Nikapumzike sana. Kunywa maji mengi au kama pitia sehemu kidogo ufanywe masaji fulani viudamu hivi. Haya. Samahani kwanza, lakini pia Flora, nimeona kuna ugeni hapo. Ndio rafiki yangu anaitwa Sabe. Sabe. Bwana, mtoto mkali yule kamzidi hata mbwa. Yaani nimemuelewa kweli mpaka haja kubwa inabana kweli yani. Mtoto mzuri sana. Uishi vituko na nishamzoea sasa. Vituko vipi? Weka ndogo pale. Mimi na wewe ni kama pete na kidole. Umeelewa? Fanya mpango basi nisifie pale kidogo bwana, huyu meneja na roho nzuri nini. Usimwone mfupi huyo, ni hela zinamdidimiza, ni wewe maneno yako. Sasa ndugu wangu, wewe utampa nini? Unamuona mtoto mweupe, mtoto chuda, utampa nini cha kumpa ambacho unacho wewe na utakuletea majaribu nini? Sasa mpaka kaja kufanya usafi huko nani huko machooni, na maana na kitu gani? Kwa mimi nikimpa chochote kitu anafurahi zaidi. Kwanza akisikia neno meneja, tia ndogo acha wivu. Mimi sikutaki. Unaangalia kwa wasiwasi. Mimi rafiki yangu bwana. Fanya basi ndogo. Sawa basi taongea. Nitajaribu. Usijaribu, subutu. Bwana mambo yako yanakusaidia bwana, subutu. Haya. Basi sawa. Haya bwana. Na usichelewe kutoka bana, muda ushaisha. Hamna, kuna kitu namalizia kidogo, unajua wateja wanasumbua. Fanya hivyo basi. Odi. Karibu. Jambo. Jambo. Shikamoo mjomba. Baba mzima. Mzima. Wakatobe nimemkuta. Amna hujamkuta, kana kwenye matambiko. Anarudi lini? Anakaa huko mwezi au miezi ndio atarudi. Kwa hiyo uko na nani hapa sasa? Niko na bibi. Bibi pia ni mganga? Amna, ni mjomba Makatobe ndio mganga. Okay, sawa. Asante. Pole sana Damaida. Ina maana na kumpenda kote kule na bado kama kufanya haya yote. Ama kweli wanaume ni wabaya sana. Sasa kwa nini Matulanga aliamua kufanya haya yote? Wanaume si wabaya, bali ni wanaume wachache ambao hawajitambui na kujielewa. Mfano wao ni kama kina Matulanga, ndio wanafanya wanaume wote waonekane wapumbavu. Na vipi kuhusu wewe sasa? Utaendelea kubaki hivyo kama mzimu? Nitaenda kwa mtu ananipa hizi nguvu ili anirudishe hali yangu ya kawaida, na kama ikishindikana basi utabaki hapa na hakuna mtu yote anaweza kukutoa, maana hapa ni kwangu. Je, na vipi kuhusu mauzauza? Hayataendelea humu ndani kweli? Hakuna mauzauza yoyote itakayotokea kwa sababu Matulanga tushamuondoa hapa. Sawa. Mimi na swali langu la mwisho nilikuwa nahitaji nikuulize. Vipi sasa kuhusu baba yangu? Maana na yeye alitolewa kafara kama wewe. Ina maana na yeye hawezi kurudi tena katika maisha yake ya kawaida? Ngoja niende kwa mwenye mkuu, alafu nimweleze kuhusu hilo. Sawa, nimekuelewa. Alex, naelewa kuwa unipendi, lakini basi jaribu kutumia hata upendo wangu na kisha kila kitu kitakuwa sawa na utanipenda tu. Lakini pia tambua mimi ni mtoto wa kike. Ni namna gani nimepata ujasiri wa kuja kukufungukia haya maneno? Ukiona mpaka mwanamke anakufungukia, basi ujue kule hicho kitu anamaanisha kutoka kwenye moyo wake. Alright. Mimi nikiwa kwenye mahusiano na wewe,
tutapata mtafaruku mkubwa sana kwenye kazi. Tutakuwa tufanye kazi hapa, pia tutakosa heshima, tutashindwa kuheshimiana. Naomba utoke nje. Mimi nitaheshimu kazi na mapenzi nitaweka pembeni. Alex, naomba utoke ofisini kwangu. Naomba utoke! Flora. Emjo. Sawa. Mimi sijamaanisha kukufokea. Ila tu natamani unielewe. Natamani uelewe moyo wangu pia unasema nini. Naomba unielewe tafadhali. I'm sorry. Mbona kama uko sawa? Mimi niko sawa. Bana, nieleze bwana sasa. Unajua mimi sipendi uone una furaha. Unajua Sabra, binadamu tumeumbwa katika nyakati tofauti tofauti. Kuna nyakati za shida, nyakati za raha. Of course ni kweli siku sawa ya kusia kipenzi changu. Lakini nikipata muda nitakueleza zaidi, sawa? Sawa. 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 Bosi, bana niniita. Sabra, umefanya nini tena ndugu yangu? Mimi sifanya kitu, ameniita tu. Kwa makini kipenzi. Chapa kazi. Umekuja kufanya kazi au kitu kingine. Sitaki kabisa urudi ulipotoka. Na bosi wetu hapendi masihara hata kidogo. Akigundua tu kwamba wewe ni mvivu, atakufukuza bila kukuonea huruma. Na hata hujali nani amekuleta hapa. Na amekasirika tayari, kwa hiyo nenda tukamsikilize. Sawa. Na bosi amekasirika tayari, nenda tukamsikilize. Ndio namsikiliza. Baada. Samani, secretary yupo? Na si yupo. Haya, basi poa. Wewe msikilize bosi, ngoja mimi niende mama. Samani bosi. Secretary aliniambia unaniita. Yeah, nilikuita. Vipi kazi inaendelea? Salama tu bosi. Nje ya ofisi. Sijui kama naweza nikapata muda wa kuweza kuzungumza na wewe. Sawa bosi. Ni wapi na ni muda gani? Nafikiri itakuwa ni baada ya kazi. Ukishatoka ofisini, utakuruhusu ende nyumbani ukajiandae. Alafu nitakupigia simu. Kuna sehemu utakuja. Sawa bosi. Sawa. Nashukuru kwa kukubali kuwa na mazungumzo na mimi. Haya, unaweza kuendelea na majukumu yako ya kazi. Sawa, nashukuru. Nashukuru pia bosi. Unaweza kuendelea na kazi. Sawa, asante. Sikujua kama nitakutana na masharti ya kuwa watu. Nisamehe mama, sikutegemea kama nitakuwa. Bahati mbaya kwangu, Maida, naomba nisamehe. Matulanga, unastahili adhabu. Na hayo ndio malipo ya kutaka mali kwa njia zisizo za halali. Na kama unaogopa kufa, kwa nini uue wenzio? Na hivyo vidonda havitapona mpaka unaingia kaburini, na adhabu zingine zinaendelea. Yangu imekuwa na majuto, nayopitia, nauliza lini.
nikuulize swali. Una mahusiano ya aina yoyote, labda una mume, mpenzi, mchumba? Hapana. Mimi nipo single. Unajua Sabla, wewe ni mwanamke mzuri sana. Yaani mwanamke ambaye mwanaume yeyote atakayekuona lazima atakuchua kuwa na wewe. Na hicho ndicho ambacho kimenikuta mimi. Na ndio maana niko hapa. Kwa nini usiolewe na mimi? Tukaoana ili tutengeze familia. Tuishi pamoja na wewe. Na Sabla, nataka nikwambie kitu kimoja. Najua na wasiwasi. Unahisi huenda labda naweza nikawa nakudanganya kwa sababu nikasumba wanaume wengi kuwa na tabia ya kuwalaghai watoto wa kike. Sasa mimi sitaki iwe hivyo. Na nataka nikuahidi kitu kimoja. Endapo kikubali, sitofanya chochote, sitaugusa mwili wako wala kutaka chochote mpaka utakapokuwa mke wangu. Ni kweli hatutafanya kitu chochote mpaka unioe? Kawaida yangu mimi nikizungumza jambo sipendai kurudi nyuma. Kwa hiyo nimekuahidi kitu ambacho ninaweka nacho na nina uwezo wa kutimiza. Kwa hiyo sikugusi, sifanyi chochote mpaka tutakapoana. Sawa, kama ni hivyo. Na anyway, kuna kitu nataka nikuulize. Vipi kuhusu elimu yako? Mimi nimeishia form 6. Lakini sikubahatika kwenda chuo kwa sababu ya kipato. Form 6. Nitakupandisha cheo. Maki pale ofisini kuna watu siridhishwi na utendaji kazi wao. Je, utakuwa tayari kwa hilo? Sawa. Asante. Naomba nipeleke nyumbani sasa. Imeshakuwa usiku. Sabra, usiniite tena bosi. Niite kwa jina langu. Alex. Na unataka kwenda nyumbani. Ina maana mazingira haya hujayapenda kabisa. Kwa sababu ya mazingira, mimi ninapokuwa nipo off mode au nataka kutulia, kupumzika, huwa nakujaga. Kunywa bia zangu kadhaa, narudi nyumbani napumzika. Inaonekana hujapenda mazingira haya. Nimepapenda. Ni pazuri sana. Tena na bahati kwamba unatumia nyumbani. Simba ndo basi. Sabla. Sabla, mke wangu, ulikuwa wapi siku zote? Na kwa nini unaondoka nyumbani bila kuaga? Kwa nini? Yaani siku zote hizi kutoka kujua naishi vipi? Nimekuwa kama mlevi sasa, muda wote nashinda baa. Yote sababu uwepo wako umeondoka katika maisha yangu. Nimekosea nini mpaka umeondoka mke wangu? Kwa nini? Sabla, wewe uliniambia kwamba huna mpenzi wala mume. Hiki ni nini? Alikuwa mume wangu, ila mshanipa talaka.
tena talaka 3. Kwa hivyo mimi sio mke wake tena. Sijawahi kukuacha, sijawahi kuandika talaka juu yako Sabra. Brother, naomba unisikilize. Huyu ni mke wangu, tena mke wangu halali, nimeamua kwa ndoa. Tafadhali naomba niachie mke wangu. Mwizi nini? Nakuta watu wamekaa na wafanya mambo ya kijinga. Sabra! Sabra! Twende bwana. Twende bwana. Twende. Sabra! Sabra alikuwa na ndoto za nuru, nyumba yenye kelele za watoto wa furaha, lakini upepo wa giza ukampuliza mbali. Ndoa ikapasuka kama kioo cha barafu.